kuanzisha mfuko wa elimu ndio target yangu. Nitahakikisha tunausimamia, na bahati nzuri wazee wangu hapa wameshanishauri vizuri namna nzuri ya kuliweka hili jambo kulingana na eneo letu. Nikiwa Rufiji tulikuwa na mfuko wa elimu ambao wakulima wote wanaouza korosho kuna asilimia fulani wanaweka kwenye mfuko wa elimu, na ilitusaidia sana kunyanyua kiwango cha elimu. Kwa ni lazima na sisi hao wawekezaji wetu ambao wanachimba madini kwenye eneo letu, wanafanya shughuli mbalimbali kwenye eneo letu, lazima tuwekeze kwenye elimu. Tusipowekeza kwenye elimu hatuwezi kupata matokeo chanya. Kwa hiyo mimi nitalisimamia, nitakuwa kinara kuhakikisha kwamba tunaanzisha mfuko wa elimu kama ambavyo tumeanza leo, na sio kama nitahakikisha nimeshaanza, maanake sasa hivi huu ni mwanzo. Kwanza nilitaka tupate input kutoka kwenu na ushauri kutoka kwenu ambao tumeupokea. Sasa tuone namna ya kuuwezesha. Mmeona wabunge hapa wameshaitikia, nao ni wadau muhimu kwenye mfuko wa elimu, lakini tunaenda kuwashirikisha wawekezaji wote kuweza kuchangia kwenye mfuko wa elimu, na tutaunda kamati kuanzia leo ambayo itakuwa shirikishi, wao wafanye kazi ya kusimamia mfuko wa elimu, na dasi ndio atakayekuwa msimamizi wa ule mfuko wa elimu. Lengo tuhakikishe hizo changamoto ndogo ndogo ambazo tunazipitia tunazitatua, na lengo ni kupata matokeo chanya ya watoto wetu, na ninyi ndio mtakao kuwa waendeshaji wa shughuli nzima. Lakini tumeshazungumza mengi, niseme katika hilo tunaanza kupimana. Tunahitaji matokeo kwenye kimtihani wa kidato cha 6, ndio maana tumewaletea bwana wapite kwanza kwenu, lakini kwenye mtihani wa kidato cha 6 tutatoa zawadi kwa ile shule ambayo itakuwa imefaulisha kwa kiasi kikubwa. Lakini kwa walimu ambao watatoa matokeo chanya, ndio maana tumeshaanza kukusanya kidogo kidogo, na hii ambayo Mwita Mwikabe Watala ameisema hapa inaingia kwenye ule mfuko. Tunaandaa zawadi kwa ajili ya walimu watakaowezesha kwenye shule zao. Kwa hiyo na walimu, kazi ni kwenu. Tarime vijijini mnajua mna shule ngapi, Tarime mji mna shule ngapi, lakini zote kwa pamoja nitazisimamia mimi. Na siku tutaita kikao hiki baada ya matokeo ya kidato cha 6, na tutatoa zawadi kwa wale walimu waliofanya vizuri, tutatoa zawadi kwenye shule ambazo zimefanya vizuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo vipi? Manake tumeshaanza kuangalia, tuwananyanyua wale walimu ambao watakuwa wamefanya vizuri, tutanyanyua shule ambazo zimefanya vizuri. Na Mheshimiwa Mneki, mimi kwa kuwa mara kwa mara nakuwa na wewe, nitahakikisha hili nalisimamia vizuri. Mimi nataka nitengeneze legacy kwenye elimu, kwa sababu naamini elimu ndio mkombozi wa kila kitu. Nisingependa nirudie mengine hapa, lakini seme kwenye uhaba wa walimu serikali inaendelea kufanya jitihada. Nafikiri na sasa kuna walimu wa ajira mpya wameshakuja. Tutaendelea kuongeza idadi ya walimu kwenye shule zetu, lakini kwa kipindi hiki tuendelee kukomaa na tuendelee kufanya kazi kwa idadi ambayo tuliopo. Lakini kila tutakapopata walimu, na wabunge wetu wameshayapokea haya, wataendelea kwenda kuhamasisha tuweze kuletea walimu wa kutosha, ili tuweze kufiki yale magepo ambayo yapo kwenye mashule yetu. Natambua kuna shule zingine hazina walimu wa masomo fulani. Yote bado tunahangaika kwa kushirikiana na idara ya elimu pamoja na wakurugenzi tuhakikisha nakaa sawa. Na wale walimu wenye stahiki wote ambao unahisi stahiki yako imekaa vibaya, haijatekelezwa kwa wakati, mlango wangu uko wazi. Leti yale mahitajio, nini ambacho unahangaika, usiendelee kuhangaika wewe kufuatilia, niachie mimi nitafanya hiyo kazi. Lakini natambua jitihada kubwa ambazo mnazifanya walimu kwa kushirikiana na maafisa elimu hao ambao tunao hapa. Niombe wenye vitu wa halmashauri, na ndio maana tuliwaalika hapa ili msikie, tukienda kwenye mabaraza na katika bajeti zenu, hebu mtenge bajeti kwa ajili ya idara ya elimu ya kutoa motisha kwa walimu yale mazuri wanayoyafanya. Tunafanya makusanyo, lakini tutenge kiasi fulani kwa ajili ya motisha kwa walimu waliofanya vizuri kwenye shule zilizofanya vizuri, ili tupate matokeo chanya. Na tutaangalia kwenye shughuli za kiuchumi ambazo tunazo, kwenye mazao, kwenye madini, kwenye wilaya yetu, tuone namna gani nzuri ya kuweza kuchangia kwenye mfuko wa elimu. Shauri ndugu mgeni rasmi au mwenyekiti wa kikao, tuanzishe mfuko wa elimu. Mfuko wa elimu utaweza kutusaidia katika haya mambo yote tuliyozungumza. Ufaulu ni jambo moja tu, walimu wakiamua
na wanafunzi wakiamua, sambamba na kwamba tuna shida ya walimu, upungufu wa walimu, hayo yote yanaweza yakapotea, lakini pawepo na fedha kwa ajili ya hizi shughuli. Sasa mfuko wa elimu tunachoweza kufanya, kitu cha kwanza, mkutano wa kwanza umeitisha huu. Mkutano wa pili waitishe wadau wa elimu wa wilaya nzima, wafanyakazi waliokuwepo hapa wilaya ya Tarime, wafanyabiashara waliokuwepo hapa wilaya ya Tarime, makampuni ya wawekezaji, mabenki, waje wapate hizi taarifa, na watu maarufu au watu wote ambao wanaweza ukahisi kwamba huyu lazima atatoa kiasi kadhaa kwa ajili ya jambo hili. Nilikwenda Mtwara wana mfuko wa elimu, nafikiri nilikuwa nikipita kwako na naondoka na mkuu wa mkoa wa Mtwara tunaenda kwake. Mtwara wana mfuko wa elimu ambao unashughulika na haya mambo. Wakati mwingine hela za rimu, hela za mashine za photocopy, sijui printers zinatoka kule. Mtwara wana mfuko wa elimu ambao vile vyama vya ushirika vya Mtwara, kile Tamemco na kile kingine huwa wanachanga milioni 100 kila mwaka, au milioni 100, wengine wanatoa milioni 50 na wadau wengine. Lakini kinachofanyika hapa kule, shule inayofuta zero kidato cha 4 wananunuliwa gari Noah. Shule iliyofuta zero ama shule iliyofaulisha zaidi wanapewa Noah. Shule iliyofuta zero wanapewa milioni 5. Wanafunzi waliofanya vizuri wanapewa baskeli. Walimu waliofanya vizuri kwenye masomo yao wanapewa mpaka bodaboda kama zawadi. Naongelea elimu yetu ya Tarime, na katika kuongea kwa pamoja tukafika mahala kama matani, tukasema kwani usitoite walimu wenyewe? Na ukiangalia kwa kweli sisi hapa hiki ni kikao cha DC na wenye viti wetu wa halmashauri. Mimi nadhani nimesimama hapa kwenu kama mdau wa elimu na kale kacheo kangu ka kiongozi wa chama, mneke wa mkoa ambaye ni kiongozi wa kitaifa kwa chama kinachotawala, na jambo hili la elimu tunalo kwenye ilani yetu. Tunakazania tupate watu badala ya kuleta experts kutoka nje ya nchi zingine kuja kufanya shughuli hapa. Vijana wetu wajitosheleze kufanya mambo yote yanayotakiwa ili wafanye kazi. Hakuna anayeweza kufanya kazi yote kama elimu haitoshi. Nadhani walimu mnajua zaidi kuliko sisi. Hatukuwaita hapa kuwafundisha, na hakika kama mimi nilimaliza shule si miaka ya 60 huko. Mimi nimemaliza middle school nadhani 1965. Wengine wenu mko mjazaliwa hapo, mtaona kama ni hadithi fulani hivi, lakini tulisoma huko. Lakini naweza nikamwambia mwezeshaji kwamba elimu ile ya kuko tulikotoka sisi, tulikuwa unafika darasa la 8 unatoka unakwenda kufanya kazi kubwa ambayo leo na hakika vijana wetu wa form 4 hawezi kufanya. Kwa hiyo umuhimu wa kurudi na kurekebisha yale maneno mnayosemaga kwamba tunataka elimu bora, sio tu mradi elimu. Mtu anakuja. Lakini tumeweza kukutana hapa kwa sababu ya kujadili mustakabali wa wilaya yetu ya Tarime kuhusu elimu, na kama ulivyotangulia kusema mkuu wa wilaya, bila elimu hakuna utajiri, hakuna chochote kinaweza kuendelea kwenye nchi yetu na Tarime kwa ujumla. Ushauri wenu, mimi kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tarime kule DC, nitakwenda kuyafanyia kazi kwa haraka. Yale yanayowezekana tutafanyia kazi na kuyatatua kwa haraka, ili tuhakikishe kwamba sasa tunakwenda kuwa na ufaulu mzuri katika maeneo yetu, katika shule zetu zote katika wilaya ya Tarime.
Nimesikia ushauri mzuri sana na maelezo ya Mwalimu Daudi, anasema anaitwa David kutoka kule Bukila. Kwa kweli umesema jambo la muhimu sana. Sisi sote tunajua na ni mashahidi kwamba elimu ndio msingi wa maisha. Bila elimu hatuwezi kufanya chochote kile. Tunahitaji kuwa na elimu bora kwa watoto wetu, kwa sababu malengo na matarajio yetu ni kuendelea kupata wataalamu. Tunahitaji kuwa na walimu zaidi bora, tunahitaji kuwa na madaktari. Mbali na ushawishi wetu sisi kama walimu, naomba pia viongozi wote wa chama na serikali tushirikiane kuishawishi jamii, kuwashawishi wanafunzi, kuwashawishi hata wazazi waweze kujifunza. Mheshimiwa DC, pale Bukila tuna walimu wengi, very motivated teachers, na ni vijana wako tayari kufanya kazi hata siku ya Jumamosi. Lakini 5 ili usogee, lakini pia ukiharibu hapo kuna uwezekano wa kukosa fursa zaidi ya kielimu. Changamoto ni nyingi sana zimeelezwa na zingine zinaendelea kufanyiwa kazi kupitia halmashauri na serikali kuu. Haya yale ambayo yanagusa halmashauri, kwa sababu mwenyekiti wetu wa halmashauri yupo na kaimu mkurugenzi, nitawaachia wayazungumzie sana, na yale yanayogusa serikali kuu naamini kwamba nitabeba pia, naweza kumshirikisha mbunge kama sehemu ya ofisi yake, ili naye aweze kutoa msukumo kupitia vikao vya bunge, lakini pia kwa kufanya lobbying kupitia mawaziri na watendaji wengine walioko kwenye wizara, ili tuone namna gani tunaweza kupunguza changamoto hizo. Mfano, wametaja watu uchache wa walimu. Nadhani hili ni janga la kitaifa, lakini kupitia mbunge nitamwambia tuone namna gani anaweza kuwafikia wenye mamlaka zaidi, ili tuone ni kwa namna gani tunaweza kupangiwa walimu zaidi kwa ajili ya masomo ambayo yana changamoto. Nipende tu kusema kwamba kwa sababu niko hapa kama sehemu ya ofisi yake, zipo changamoto nyingi ambazo zimezungumzwa na way forward ambazo zimezungumzwa na wale ambao wamepata kuchangia. Niwahakikishie tu kwamba mapendekezo yenu, ushauri wenu na namna ambavyo mnapenda iwe, kama ofisi ya mbunge jimbo la Tarime mjini nimeachukua yote. Hivyo basi tutakwenda kuyachakata na kuweza kuhakikisha yanakwenda katika utekelezaji. Ni mwa mkuu wa wilaya ambaye umekuwa ni supportive kwa kuwa shule ni wewe. Miaka ya nyuma tulishuhudia wakuu wa wilaya, mzazi anapokwenda kulalamika kwa DC, mwalimu anaitwa kwa DC, anakimbia mchaka kwenda kujieleza kwa mkuu wa wilaya. Lakini katika utawala wako, mzazi akifika pale anatoka amefarijika, maana anapata ushauri kutoka kwako. Naomba tumpongeze mkuu wetu wa wilaya. Tunaamini yote ambayo tumeyaeleza na kwenda kuyatekeleza. Mungu atusaidie, tuendelee kushirikiana. Wakuu wa shule tunajituma kweli kweli. Ninaamini kwa ushirikiano huu tunakwenda kupindua meza. Tarime ni yetu, lazima vijana wetu tuandae vyema, tupate viongozi watakao warithi na watakao turithi